Suratu Taghabun makiyatun au madaniyatun, 18 aya. Suratu Taghabun ni makia juu ya kauli, na madania au ni badania kwa kauli nyingine ambao ni ya wengi. 18 aya, 18 aya. Aya 18. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, vinamsabihi Mwenyezi Mungu vilivyokuwa katika mbingu, wa ma fil ardh, na vilivyokuwa katika ardhi. Ay yunazihu, tafsiri ya ile yusabbihu maana vinamtakasha. Wa atabi ma duna min duna man taghaliban lil akthar, maana hii ni kama ile zilizopita huko nyuma, asema falamu zaida, ile sabaha lillahi, ile lamu ile katika lillahi ile ndio anasema ni zaida. Wa ata bima duna man taghaliban lil akthar, ameleta ma kinyume cha man kwa kuwafanya wengi waliokuwa wengi, wataghalibu ya wale waliokuwa wengi zaidi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ni wake Mwenyezi Mungu ufalme na ni zake sifa njema, na yeye juu ya kila kitu ni mweza. Lahu imetangulia hii sababu ndio habari, lakini imetangulia kwa sababu ya hasri. Ni wake ufalme tu, ni wake tu ufalme, na zake yeye tu sifa njema. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni mweza. Huwa alladhi khalaqakum, yeye ndiye ambaye amewaumba. Faminkum kafirun, kuna katika nyinyi kafiri. Wa minkum mu'min, na kuna katika nyinyi mu'min. Fi asli al-khilqa, katika asili ya umbo, hivyo ndio ilivyo. Khitabu ni ya watu wa Maka, lakini ni watu wote. Ile fa walladhi khalaqakum, yeye ndiye ambaye amewaumba. Faminkum, kuna katika nyinyi kafirun, ambaye ni kafiri. Wa minkum mu'min, na kuna katika nyinyi ambaye ni mu'min. Kuna ni kufuru, kuna ambaye ni mu'min anaamini. Fi asli al-khilqa, katika asili ya umbo, katika asili ya umbile liko hivyo. Tukenda na azalia, maana hiyo asili al-khilqa ni ile azalia ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyopanga. Kuna wengi, kuna utaratibu huo, kuna ambao ni makafiri, kuna ambao ni waumini. Ndio wasema fi asli al-khilqa, maana katika azalia hii. Thumma yumituhum, kisha atawaua. Wa yu'iduhum, na atawarudisha ala dhalik, juu hali hiyo hiyo. Hali hiyo ni ipi? Yasili al-khalqa, maana
azalia hiyo ndio maana yake. Thumma yumituhum, kisha atawaua. Wa yuiduhum, na atawarudisha. Ala dhalika, juu ya hali hiyo hiyo ya azalia. Ya yule ambaye ni kafiri ni hivyo, na yule ambaye ni muumini ni hivyo, ndio maana yake. Wallahu bima ta'maluna basir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyafanya anajua. Basiri inakuwa na maana ya kujua na maana ya kuona, yote basiri ilmu, anayajua yote hayo. Khalaqa as-samawati wal ard bil haqq, ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Hizi ameviumba kwa hikima kubwa, ndio maana ya haki. Maana ameumba mbingu na ardhi kwa haki, maana kwa hikima kubwa. La abatha, si kwa mchezo. Ameumba kwa haki, sio kwamba labda watu waone ni mchezo huu wa kuzionda mbingu na ardhi, basi jambo hilo limeishia hapo. Hakuna. Bil haqi, ni kwa haki, yani kwa hikima kubwa sana. La abatha, si kwa mchezo. Wasawarakum, na akawatieni sura, yani akawasawirisha, akawatieni sura. Fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu. Kusawirisha ile shakli ile, sio sura hii tunaosema sura tunajua, sura ni hii ya rangi, sura yake nzuri, ile haikali, ile picha yake ndio taswiri. Ile picha ya kibinadamu ni nzuri ukilinganisha na picha nyingine, ng'ombe nini, lakini mwanadamu picha yake ukimwangalia ni sura, ni picha nzuri, ni ahsan sura ile haikali yake ndo sura anaoisemea. Wasawarakum, na amewatieni sura, yani picha ile maalumu ile haikali ile. Fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zetu. Idh jaala shakla al-adami, wakati alipoijalia shakli ya mwanadamu. Ahsana al-ashkal, ni nzuri ya shakili zote za viumbe walioko. Ukimwangalia ng'ombe alishakili yake, mbuzi, kuku na nini, lakini mwanadamu shakili yake ni nzuri ya shakili zote. Kichwa kiko juu, mikono yake na nini, miguu hivi, naona. Lakini wengine, viumbe wengine hawako hivi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema katika sura zote, sura ya mwanadamu ni ahsani sura au ashkali zote. Wa ilaihi al-masir, na ni kwake yeye marejeo. Aliposema idh jaala shakla al-adami ahsana al-ashkal, maanake ukiingia katika hashia kidogo asema fajaala ra'sahu li'ala, amekijalia kichwa chake kiko juu, sehemu ya juu. Wa rajlaihi liasfal, miguu yake iko chini. Wa dhiraihi fi jambaihi, dhiraa zake ziko katika mbavu zake, huku na huku, dhiraa hizi. Wajaalahu muntasiba alqama, amemjalia ni mwenye kunyooka kimo chake, kimo kimenyooka. Wajaalahu muntasiba alqama, hii ndio maana kwamba amemfanya ni ahsan al-ashkal. Unaweza ukauliza kwamba mbona kuna watu wengine sura zao mbaya mbaya hivyo, ziko ovyo ovyo, yani haziko nzuri.
unaweza kusema hivyo, in qulta qad yujadu kathirun minan nasi mushawwahul khalq, yani umbo lake liko baya, limefanywa baya hivi. Ujiba bi anna tashwih binisbati li abnai jinsihi, ule ubaya unaoona wewe ni kwa mnasabu wa watu mfano wake, yani abnai jinsi, watu wa jinsi yake. Kwa ukimfana, ukimwona huyu na huyu wasema huyu sura yake, yani umbile lake liko vizuri, ni abnai jinsihi, lakini si kwa kumfananiza na vitu vingine, kina ng'ombe na nini. Maleka ukimfananiza na ng'ombe tabaki vile vile kwamba yeye ni mwanadamu, ni ahsan ashkal. Maleka uzuri ndio anasemea hiyo. Ujiba bi anna tashwiha binisbati li abnai jinsihi la binisbati li suwaril bahaimi, si kwa mnasabu wa sura za wanyama. Mathalan, idha qabalta baina surati mushawwaha wa baina surati al-Ghazali, ukikabilisha kati ya sura ya ule ambaye labda amefanywa mbaya hivi, ukiona sura yake mbaya hivi, na kati ya sura ya paa, la raaita surat al-bashar al-mushawwah ahsan, ungeliona sura ya huyo mtu ambaye ni mushawwah, sura yake ni mbaya, ukiona ni nzuri kuliko ya paa. Hii ndio maana. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa shukuru kwa hilo. Ndio wa ilaihi almasir, na kwake yeye marejeo. Watu wote watarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya malipo mbalimbali. Ya'lamu ma fi samawati wal ardh, anajua vilivyokuwa katika mbingu na ardhi. Wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tulinuna wallahu alimun bidhati sudur, anajua ma fi samawati, vilivyokuwa katika mbingu, wal ardh, na katika ardhi. Hakuirudisha ma hapa kwa hikima. Kule mwanzo tulikuta yusabihu lillahi ma fi samawati, halafu lakini hapa hakuirudisha ma, anasema wa ya'lamu ma, anasema ya'lamu ma fi samawati halafu wal ardh, hakusema wa ma fil ardh. Ni kwa hikima, anajua vilivyo katika mbingu, wal ardh, na ardh. Hakuirudisha mali hikma, ni kwa hikima maalumu. Anasema alhikmatu fi adami takriri almawsuli la huna wa qad karrarahu fi qawlihi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa fi qawlihi wa ya'lamu ma tusiruna ma tulinun. Anna hikma sasa, anna tasbiha ma fi samawati mughayirun litasbihi ma fi al-ardh. Hikma yake iko hivi, ni kwamba tasbihi ya walio mbinguni huko, malaika, na tasbihi ya walio ardhini nakhtalifiana. Hiyo ndio hikima. Tasbihi zao ni tofauti. Tasbihi za watu wa mbinguni hazilingani na tasbihi za watu walio ardhini. Ndio maana huko akasema ya'lamu ma fi samawati wal ardh. Kwa hiyo haikuwa wa ma fil ardh. Unaelewa? Anajua vilivyokuwa katika mbingu, wal ardh, na ardh. Wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tulinun, na anayajua mnaoyasirisha na mnayoyadhihirisha. Mnaoyafanya kwa siri anayajua, mnaoyadhihirisha anayajua. Wallahu alimun bidhati sudur, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyo katika nyoyo.
bima fiha, ndio kwa yaliyomo katika nyoyo, yote anayajua. Min asrar wal mutaqadat, katika siri mbalimbali na itikadi. Nyoyo anajua kwamba huyo siri yake kadha, itikadi yake hivi. Ndio wallahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu anajua yaliyo katika nyoyo, manake bima fiha, kwa yaliyomo ndani yake, minal asrari wal mu'taqadati, katika siri mbalimbali na itikadi mbalimbali. Anajua haya ndio yanayokuweko katika nyoyo, anajua vyote. Alam yatihim naba'ul ladhina kafaru, hivi haijawajilia wao watu wa Maka, haikuwajilia watu wa Maka, makafiri wa Maka wale. Naba'ul ladhina kafaru, habari ya wale ambao wamekufuru, min kabla huko nyuma. Alam yatihim, hivi haikuwajilia wao, ya alam yatikum, alam yatikum, hivi haikuwajilieni nyinyi, ya kufara Makkah, naba'ul ladhina kafaru min qablu, habari ya wale ambao wamekufuru huko nyuma. Fadhaqu wabala amrihim, wakaonja adhabu ya jambo lao hilo. Fadhaqu wabala amrihim, wakaonja adhabu ya jambo lao hilo la ukafiri, maana uqubata kufrihim fi dunia, wakaonja adhabu ya ukafiri wao hapo duniani. Waliopita huko nyuma ni wengi, wako kina kaumu Nuhi, kuna Hudi, kuna kaumu Saleh, wote hao ndio min qabl. Fadhaqu wabala amrihim uqubata kufrihim fi dunya walahum adhabun alim, na wana wao huko akhera adhabu wenye kutiwa uchungu. Hapa duniani wameonja adhabu hizo, lakini pia huko akhera wana adhabu wenye kutiwa uchungu. Mu'min dhalik, adhabu hiyo wala hilo, biannahu, ni kwa kwamba ya hakika ya hali wa shan, kana ta'tihim rusuluhum bilbayinat, hilo la kuadhibiwa hapa duniani na huko akhera pia. Dhalik ay adhabu dunia, hiyo adhabu ya dunia walioipata. Biannahu dhamiru shan, ni kwa kwamba hakika ya hali wa shan, kana ta'tihim rusuluhum bilbayinati, walikuwa wanawajilia mitume yao kwa hoja zilizo waziwazi, muujiza mbalimbali ya waziwazi, ala al-iman, juu ya iman. Faqalu, wakasema, abasharun yahdunana, hivi watu tu ndio wanatuongoza sisi? Ndio jawabu lao baada ya kuajilia, hivi watu tu ndio. Abasharun wasema urida bihi ljinsu, jinsi ya hao mitume wote. Abasharun yahdunana, hivi watu tu hivi ndio wanaotuongoza sisi? Fakafaru, kwa hiyo wakakufuru. Watawallau anil imani, wakapanyongo imani. Wastaghana Allah, akajitosheleza Mwenyezi Mungu ani imani, na imani yao hana haja nayo. Kwa hiyo maneno yao ni hayo. Faqalu abasharun yahdunana, wakasema hivi watu tu
ndio urida bihi jinsi, ndio watu tunafasiri watu tu, sawa, sio bashari ambao mtu mmoja hivi, watu tu ndio wanatuongoza. Wakafaru, wao wakakufuru, maana wakakanusha wale, watawallau anil imani, wakakupanyongo imani, wakapanyongo imani, hawakuamini kwa sababu eti ni bashara. Wanataka watu gani? Wastaghana Allah, Mwenyezi Mungu akatosheleza na imani yao, basi akaona mimi sina haja, ndio wastaghana Allahu an imanihim, akajitosheleza Mwenyezi Mungu na imani yao, basi bakini hivyo hivyo. Wallahu ghaniyun hamid, Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosheleza na viumbe vyake, mwenye kusifiwa. Mwenyezi Mungu hana haja na viumbe, yeye mwenyewe amejitosheleza nao. Sio kwamba wewe ukiamini na usipoamini yeye labda umefanya nini, umempunguza labda kitu fulani. Tangu hapo ndio maana akaleta hii kwamba tangu hapo Mwenyezi Mungu ni ghaniyun an khalqihi, sio wewe uliamini tu, yeye ni ghaniyun an khalqihi, sio wewe usiamini tu, ni ghaniyun an khalqihi. Tangu hapo amejitosheleza na viumbe vyake. Hamidun, ni mwenye kusifiwa. Mahamudun fi af'alihi, ni mwenye kuhimidiwa, ni mwenye kusifiwa katika vitendo vyake. Tunaendelea. Nasema zama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamedai wale ambao wamekufuru kwamba hakika wao eti hatofuliwa, walidai hivyo. Zama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamedai wale ambao wamekufuru kwamba hakika wao ndio mukhaffafa wasmuha mahdhuf, ay annahum, lan yub'athu, annahum, walidai kwamba hakika wao lan yub'athu, hawatofufuliwa, walidai hivyo. Qul bala, sema kwa nini, yani hamtofufuliwa kwa nini? Ndio qul bala, sema kwa nini. Wa rabbi, naapa kwa Bwana wangu, latub'athun, mtafufuliwa, thumma latunabbaun bima amiltum, kisha mtajuzwa na mtafahamishwa kwa yale yote mlioyafanya. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo juu ya Mwenyezi Mungu jepesi. Kwa hiyo faaminu billah wa rasuli, muaminini tu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru ile ambayo tumeiteremsha. Nuru hapa Al-Qur'an, na nuru ambao ni Qur'an. So Qur'ani ni nuru, kila kitu kimo humo, kiko wazi wazi. Kwa hiyo aminini hivyo. Wa nuri alladhi anzalna, na nuru ambayo tumeteremsha.
wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayotenda ni mjuzi. Qur'ani imeitwa nuru. Naam, asema hapa liannahu dhahirun fi nafsi, Qur'ani iko dhahiri, iko wazi katika nafsi yake, alafu mudhihiru li ghairi, namdhihirishia mtu mwingine. Wenyewe kama yenyewe iko wazi, alafu vile vile inamdhihirishia mtu mwingine uwazi, kwa maana kuwa ni nuru. Yauma ajma'ukum li yaumil jam', kumbuka siku atakayowakusanya katika siku ya kukusanywa. Maana li yaumil jam', katika siku ya kukusanywa. Yani siku ya kukusanywa watu wote, ndio li yaumil jam', na lamu kwa maana fiha. Yauma yajma'ukum, kumbuka siku atakayowakusanya nyinyi. Li yaumil jam', katika siku ya kukusanywa watu wote, wa mwanzo na wa mwisho wote, baina al-awwalina wal akhirin min al-insi wal jinn wa jamii ahli samai wal ardh. Hiyo ndio siku ya kukusanya, kwa maana sasa li yaumil jam', maana siku ya kukusanywa watu wote, wa mwanzo na wa mwisho, katika watu na majini, na watu wote wa mbinguni na ardhini wote. Siku hiyo wote watakusanywa yauma al-qiyama, ambao ni siku ya kiyama. Yauma al-qiyama ukenda na hii li yaumil jam', ambao ni yauma al-qiyama au yauma al-qiyama. Dhalika yaumu taghabun, hiyo ndio siku ya kupunjana watu. Dhalika yaumu taghabun, hiyo ndio siku ya kupunjana watu, ambapo kwa jina hili ndio imeitwa sura hii yaumu suratu taghabun. Ni kwa tamko hili, kwa tamko hili ndio imeitwa sura hii suratu taghabun. Wasema dhalika yaumu taghabun, siku hiyo ndio ya kupunjana watu. Yaghabunul mu'minuna al-kafirin, manake watawapunja waumini kuwapunja makafiri. Yaghabunul mu'minuna al-kafirin, watawapunja waumini kuwapunja makafiri. Watawapunja vipi? Biakhadhi manazilihim wa ahlihim fil janna, kwa kuchukua yale manazili yao na ahali zao katika pepo. Maana ilivyo kila watu, kila mtu ana eneo au ana sehemu katika pepo na katika moto. Sasa wale makafiri, yale maeneo yao ya peponi yote, kwa kuwa wao ni makafiri, yatachukuliwa na kina nani? Na waumini na hali zao. Kuna hurul ain ambao walikuwa wawapate, hawapati tena, watachukuliwa na nani? Na waumini. Ndio kupunjana huko, takuwa wamepunjika, wamekuwa na watu wao wale, sasa hawapo, hawanao tena, watu wa motoni milele. Sasa basi ndio maana Mwenyezi Mungu anasema dhalika, na wasema dhalika yaumu taghabun, hiyo ndio siku ya kupunjana hiyo. Yaghabunul mu'minuna al-kafirin, watapunja waumini kwa wapunja makafiri. Biakhadhi manazilihim wa alayhim fil janna, kwa kuchukua manazili yao, majumba yao, ahali zao katika pepo. Lau amanu, lau angelikuwa wamefanya nini? Wameamini.
Naongea mimi nimepata vitu vyao hivyo, lakini ndio hivyo tena. Wama yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Waman yu'min billah, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, wa ya'mal salihan, na akatenda yaliyokuwa mema, wa ya'mal salihan, na akatenda yaliyokuwa mema, basi yukaffir anhu sayyiati, Mwenyezi Mungu atamfutia makosa yake, atamfutia yale makosa yake. Wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atamtia katika mabustani ambayo hupita chini yake mito. Khalidina fiha abada, hali ya kuwa wenye kukaa humo milele. Dhalika al-fawzul azim, huko ndio kufuzu kukubwa. Kufuzu ni huko, sio duniani mtu hapa akulingie kwamba eti hapa na hivi na hivi. Achana naye, wewe fanya haya. Hapa duniani hapaambii kwamba kuna mtu kafanya nini, kafuzu au kafaulu. Hapa duniani hakuna maswala hayo, ni istidraji tu. Kwa umepewa mali nyingi ni istidraji, Mungu akujaribu tu kwamba anakupa kidogo kidogo alafu tondo. Lakini kufuzu ndio huko, kwamba wewe umetiwa katika bustani ya pepo. Dhalika huwa al-fawzul azim, sio hapo. Weleka uzuri. Maana watu wengine wanakurubia kunyinyonga kwa sababu eti kakosa hapa duniani. Umekosa nini? Hawapo watu hao, wanajinyonga bure tu kwa sababu eti wamekosa. Umekosa nini hapo? Wewe kukosa ni huko na kupata ni huko, sio hapa. Weleka uzuri. Msijinyonge kama weleka. Waswahili wana Kiswahili chao, sijui wanasemaje. Sasa ni mpito tu huo. Huo ni mpito tu, yaani wewe sema huo ni mpito tu, si ndio? Ukimwona umezao kapata umekosa, sawa, huo ni mpito tu. Kuna Kiswahili kingine ambacho wanatumia wenyewe, wanasemaje? Marahil ndio hiyo. Ndio mpito. Wala hii ndio inakuwa wanasema kipindi cha mpito. Ni kipindi cha ni mpito tu. Wala usifanyaje sijui. Usijinyonge, usijifanye hivi ukaja. Hapana. Yule ni mzigo mkubwa. Wengine Mwenyezi Mungu amekukhafifishia wewe upite salama. Maana hutoyaweza. Yule anayaweza mwachie naye. Sijinaeleka. Pengine Mungu ameona wewe salama yako nzuri. Ufanyeje? Uyakose yale. Ndio salama yako. Na yule mwenyewe sauri yake atajua mwenyewe. Sasa lakini wewe sasa waumia mpaka unajinyonga, unajinyongea. Hii pengine ndio salama yako, ukayapate hayo ya huko.
Meleka uzuri. Kwa hiyo wamayumin billahi wa ya'mal saliha, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akafanya yaliyokuwa mema, yukaffir anhu sayiati, humfutia madhambi yake, maana humsamehe madhambi yake, wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na humtia katika mabustani ambayo hupita chini yake mito, khalidina fiha abada, hii hali ya kuwa ni wenye kukaa humo milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndio kufuzu kukubwa. Aliposema yudkhiluhum, wa fi qira'atin binuni, unaelewa, wa nudkhiluhu binuni, nuni ya mutakallim wa ma huwa ghaib, wa nudkhiluhum fil fi'laini, katika zote mfili mbili. Wapi aliposema fili mbili? Katika yukafir na hii yudkhilu. Kwa hiyo nukaffir anhu sayiati wa nudkhiluhu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dhalika al-fawzul adhim. Waliana naam. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, wakadhabu biayatina, na wakazikadhibisha aya zetu. Al-Qur'an, wali Qur'an. Qur'an ni nini? Inaleta maendeleo gani? Qur'an ni nini hivi? Lugha hizi pia watu wanapenda kuzisema, si nzuri kwa muumini. Sema Qur'an nini? Naleta nini? Wewe si Muislamu wewe, utaki pepo, wataka hii mambo haya ya dunia. Kwa hiyo wengine kuna lugha za aina hii, inatakiwa watu wajilinde nazo. Meleka sio maana sio Qur'ani bana, soma Qur'ani hivyo wasema mpaka leo wasoma Qur'ani wewe, utaendelea nini wewe? Wewe ni Muislamu huyo. Maneno hayo natakiwa asisemwe, ila na ambaye si wewe pia hujui Qur'an, wamwambia huyo mtu mpaka leo wasoma Qur'an, wataka wasome nini? Sasa ni kuidharau Qur'an. Sasa kwa hilo tu itakuwa wewe bado upo tu Muislamu. Nikuwa ndio hiyo maana ambayo hapa wasoma Qur'an mpaka leo, utaendelea lini wewe? Sio maendeleo. Au utakuwa sio hiyo, au ndazimu wote waliosoma Qur'an. Au ndazimu wote si kwa bangi walizozifuta na unga na ubia, isipokuwa ni kwa Qur'an. Ukiakilisha jambo ambalo Mungu alitukuza unakuwaje? Kafiri tu. Kwa hiyo Waislamu watahadhari sana na lugha hizi sana, hasa katika janibu hii. Wewe Muislamu alafu uje useme ni kazi ya Qur'ani tu, usiswali kuanzia leo. Huna swala, wewe kafiri tu. Umeelewa? Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha aya zetu. Al-Qur'an
ulaika ashabu nari khalidina fiha, hao ni watu wa motoni hali ya kuwa ni kukaa milele humo. Wa bi'sal masir, na uovu wa marejeo ni huo moto. Mahala pabaya pa kurejea mtu, Mwenyezi Mungu mwenyewe amepasifu, ni huo moto. Hakuna mahala pabaya kama hapo. Amepasifu kwamba hakuna mahala pabaya sana pa mtu kurejea ila kurejea kwenye moto. Wa bi'sal masiru, hii na uovu wa mahala pa kurejea ni huo moto. Tunaendelea dhahiri haya, ma asaba min musibatin illa biidhnillah, hauwapati msiba wowote ila ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ma asaba min musibatin, hauwapati msiba wowote ila biidhnillah, ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, biqadaihi, kwa hukumu yake, wa qadha yake, ushahukumu hivyo. Msiba huo mpate mtu, utampata tu. Hapa mafuuli wa asaba ameondoshwa ili ipate kuumu. Walewa ma asaba min musibati, yani haumpati mtu yoyote msiba ila biidhnihi, ila biidhnillah, ila kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, biqadai, kwa hukumu yake. Ameondoshwa maana yake ma asaba ahadan, walewa min musibati, na yeye musiba ndio faili yenyewe, isipokuwa kuna mine ambao ni zaidi. Hiyo min musiba ndio faili biziadati min, umeelewa? Wama yumin billah, na ule anayemwamini Mwenyezi Mungu baada ya kupatwa na msiba kama huo wote tu, umeelewa? Yule anayemwamini Mwenyezi Mungu sasa, fi qawlihi innal musibata biqadaihi, basi yahdi qalbahu, unafanya nini? Unatulizana tu moyo wake. Ule msiba yahdi qalbahu, unamuongoza moyo wake. Maana ima Mwenyezi Mungu ndio wama yu'min billahi, anayemwamini Mwenyezi Mungu yahdi qalbahu, Mwenyezi Mungu anauongoza moyo wake. Yule anayemwamini baada ya ule msiba, yule kumpata ule msiba, yule anayemwamini Mwenyezi Mungu yahdi qalbahu, anauongoza moyo wake. Anauongoza kwenye nini? Lisabri alaiha, kwa kusubiri juu ya ule msiba. Imeleka wallahu bikulli shay'in alim, Mwenyezi Mungu kila kitu ni mjuzi. Alake ni kutulizana moyo wake, haupati rabsha yoyote. Hii kwamba anauongoza moyo wake, basi kwamba anasubiri wala hapati rabsha moyoni. Hii ndio inavyokuwa. Haya, tunaendelea. Waatiu Allaha wa atiu Rasul, mtiini Mwenyezi Mungu na mtii mtume. Fa in tawallaitum, mkipa nyongo, fa innama ala rasulina albalaghul mubin, haikasi mengineyo ni juu ya mtume wetu kufikisha ujumbe kuliko kuwa wasi. Mtii Mwenyezi Mungu na mtii mtume. Waatiu Allaha wa atiu Rasul,
mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Fa in tawallaitum, kipa nyongo, fa innama ala rasulina albalaghul mubin, haika si mwingine ni juu ya mtume wetu kufikisha ujumbe kuliko kwa wazi. Al-Bajj. Allahu la ilaha illahu, Mwenyezi Mungu hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na juu ya Mwenyezi Mungu na wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, enyi ambao wameamini, hakika pana katika baadhi au hakika pana katika wake zenu na watoto wenu maadui, wa maadui zenu. Fahdharuhum, watahadharini hao. Adui ni yule ambaye anakushughulisha kukuepusha na nini? Na taa ya Mwenyezi Mungu. Huyo ndio adui, kama ilipopita aya nyingine katika sura gani ile? Aljuma au munafiquna? Munafiquna. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hakika katika wake zenu na watoto wenu maadui zenu. Fahdharuhum, watahadharini, an tuti'uhum, kuwatii, fi takhallufi anil khairi, katika kubaki nyuma kuepukana na nini? Na khairi. Huo ndio uadui. Adui uko hapo, akwambia wewe usende kufanya jambo la kheri, mke huyo au mtoto anakushughulisha mpaka kheri hufanye, huyo muone wewe kwako kwamba ni nani? Adui. Simchekee sasa, wala utasema huyo ananipenda. Huyo akupenda wakati anakufanya wewe uchelewe na mambo ya kheri. Manake ay yushghilukum an ta'atillah, ndio manake an tuti'uhum fi takhalluf anil khair, kal jihad, kama vile kwenda kupigana jihad, wal hijra, na kuhama. Wakati huo mwanzo wa Uislamu, wakati huo mtume alipokuwa amehamia Madina, basi ilikuwa ni wajibu kila mtu Muislamu ahamie wapi? Ahame, ni wajibu hasa, sio yobaki huko. Hapana, ni wajibu nayo uhame. Ndio maana nasema wal hijra, kwa sasa hayo haya, lakini hijra inapatikana. Unaweza ukahama mahala ambapo ibada zako, Uislamu wako hapo haukai vizuri, basi unatakiwa hapo upahame, ukatafute sehemu ambayo hiyo ibada yako, imani yako itajengeka vizuri. Mambo hayo yapo mpaka leo. Sio ulazimiane na mahala hata kama dini hapo haiendi, maana dini ndio msingi. Lakini sasa hapo ulipo dini haiendi, ni tabu na watu wa hapo na nini, kila hapana nafasi nzuri katika upande wa dini. Hama, nenda sehemu nyingine ambayo huko dini yako itanusurika. Beleka nenda hapo. Waardhullahi wasia, na ndio maana kwamba waardhullahi wasia, ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana.
kwa maana kwamba ukiona mahali umebanwa katika upande wa dini, lakini sio hivi tunavyobanwa kwa ajili ya nini, ya maisha, kwamba hapa si nikienda kule labda nitapata zaidi haya, lakini haswa lengo hapa ni nini? Dini. Ukiona dini yako hapo haiendi vizuri, toka nenda sehemu ambayo ukifika pale, walilahi alhamdu, dini yako itakaa vizuri. Kwa hiyo sasa watakuhamia huko, labda mke asema mimi huko si vitu gani, watoto si nini. Ndio hiyo, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'dharuhum an tuti'uhum fi takhallufi anil khairi kal jihadi wal hijra fa inna sababa nuzulil aya al ita'atu fi dhalik. Sababu ya kushuka aya hii ni kuwatii hao watoto, hao wakina mama, wale wanawake katika hilo. Al ita'atu, so fa inna sabab nuzul al aya illa liqawlihi kal jihad wal hijra, ay fa sababu nuzul al ayati anna rijalan aslamu min ahli makkah wa aradu an yuhajiru ila an-nabi famanahum azwajuhum wa auladuhum. Hiyo ndio sababu. Wakati huo Mtume alipohamia huko Madina, basi wanaume fulani ambao wamesilimu huko Maka wakataka kutoka kwa ajili ya kwenda kwa Mtume kama ilivyokuwa ni wajibu wakati huo. Basi wake na watoto wanamzuia, hakuna kuondoka, kiondoka tutakula nini? Nini watoto mpaka wanawake wote. Umeelewa? Waqalu sabarna ala islamikum fala sabra lana ala firaqikum. Wanasema wale watoto na wakina mama wale, sema sisi tulisubiri wakati wa Uislamu wenu, tunaona ni Waislamu tukasubiri, lakini kwa sasa hatuwezi tukasubiri juu ya kwamba muachane na sisi eti mwenda huko. Na subira hiyo haipo. Tulisubiri ya kwa wakati wa Uislamu kwa pamoja, lakini leo muondoka, subira hiyo hapo. Hii ndio sababu nzuri waleka hiyo. Faatauhum, wakawatii kweli, wataraku hijra, akaacha kuhama. Hii ndio sura ya aya hii, ndio sababu nuzuli ya aya hii. Weleka kuna sababu nyingine ambazo zinaelezwa kwamba Auf ibn Malik al-Ashja'i alikuwa naye, huyo ni mwenye ahali na watoto, wanawake na watoto, akataka sasa kwenda kupigana vita katika jihadi hizo. Mtume ametoka kwenda kwenye jihadi na yeye atatoka kwenda huko akapigana vita huko. Fabakau ilahi, watoto na wale wakina mama zake wale watkeze wale wanamlilia, wakalia, na tuachana nani hapa? Warafaquhu, basi wakamtoa pole hapo nani, warafaquhu, waqalu lahu ila man tad'una, unatuachia nani kama enda huko? Faraqqa alaihim, akawahurumia. Kwa hili tambo kwamba hasa unatuachia enda huko sisi, alafu tutakuwa nini maisha yetu hapa? Faraqqa lahum, akawahurumia. Faraqqa alaihim wa aqama, akawahurumia, akakaa anil ghazwi, akwenda vitani. Hili sasa ndio maana Mwenyezi Mungu ateremsha aya hii, nyinyi mlioamini mtambue kwamba katika pana katika baadhi ya wake zenu watu wenu maadui wenu hao, fahadharuhum. Weleka sasa hilo
ukiliangalia wewe ukasema ni wakati huo tu. Ukichunguza chunguza hata sasa naweza kuwa lipo hilo jambo. Au sio? Ukilifikiria naweza wakasema ni wakati huo tu. Ukichunguza vizuri hata kwa leo lipo hilo jambo. Unaelewa? Kwa hiyo tuchunguzeni vizuri. Tunaendelea. Wa intafu watasfahu wataghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Mkisamehe, yani mkiwasamehe, fi tathbitihum fi tathbitihum iyakum, katika kule kuwazuia an dhalika alkhair, na khair hiyo mutalina bimashaqqati firaqikum, hali ya kuwa matoa sababu eti kwa uzito wa kufarikiana kwao alaihim na wao. Ndio hiyo fa in tastafu, mkisamehe, watasfahu, ndio hiyo yote ni kusamehe, wataghfiru, yote hiyo ni kusamehe. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa samehe, mwenye kurehemu. Haya kwamba huku katika hasha ameeleza intafu aitatruku iqabahum bitarki al-infaq alaihim, manake mkiwasamehe aitatruku iqabahum, kuwasamehe ni kwamba pamoja wamefanya hivyo, lakini nyinyi sasa mwende nao hivyo hivyo, msiwachukulie moja kwa moja pamoja kwamba waliwazuia na hivyo, lakini kwa kuwa mko nao ni watu wenu, basi nendeni nao hivyo hivyo. Ndio intafu, mkiwasamehe fi tathbitihim iyakum, katika kuwavivusha nyinyi an dhalika, na hilo kuwazuia na hilo la khairi, mu'tallin bimashaqqati firaqikum alaihim, wa kutoa sababu kwa taabu ya kule kufarikiana kwenu na wao juu yao, ndio sababu kwamba mtuachana nini, lakini na nyinyi mkawasamehe juu ya hilo, katika khairi hiyo, kutokana khairi hiyo. Watasfahu, kaacha kuadhibu bitariki al-infaqi alayhi, manake wengine wachukua hasira wao, basi silishi tena. Isiwe hivyo. Wataghfiru, na mkawasamehe juu ya hilo, basi fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu wa kusamehe, mwenye kurehemu. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika si mwingineyo mali zenu, watoto wenu ni fitna. Manake fitnatun lakum shaghilatun an umuri al-akhirah. Innama amwalukum, hakika mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitnatun lakum, ni fitna kwenu, shaghilatun an umuri al-akhirah, yenye kuwashughulisha na mambo ya kiakhira. Hili nalo nataka litazame sana, kwa mali zenu, watoto wenu ni fitna, ni mambo yanayowashughulisheni na akhira, na mambo ya kiakhira. Wallahu indahu ajrun adhim, na Mwenyezi Mungu pana mbele zake malipo makubwa kwa wale watakaokuwa na shughulisha na kwa akhira. Wallahu indahu ajrun adhim, na Mwenyezi Mungu pana mbele zake malipo makubwa. Fala tufawituhu, msiyafutu hayo, msiyakose hayo. Ndio fala tufawituhu, msiyakose, bishtighalikum bil amwali wal aulad, kwa kushughulika kwenu na nini, na mali na watoto. Fala tufawituhu, tafawata ni kule kuyakosa hayo, umeelewa?
ndio fala tufawituhu, msiakose malipo yaliombeza Mungu mbele za Mwenyezi Mungu. Meleka manake wallahu indahu ajrun adhim, na Mwenyezi Mungu pana mbele zake malipo makubwa. Fala tufawituhu, msiakose yasitake yawafutu hayo. Bishtighalikum bil amwali wal auladi, kwa kushughulika kwenu na mali na watoto. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kiasi mnachoweza, fanyeni bidii zote kiasi mnachoweza. Asema nasikhatun liqauli, aya hii fattaqullaha mastata'tum imenasikhi neno la Mwenyezi Mungu aliposema ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha. Sahaba alalamika kwamba ya Rasulullah, kumcha Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha nani katika sisi ataweza? Manake atuiwe asiwasiwe hata dakika moja, tutaweza sisi? Manabi antutiuhu wala tasu, mumtii wala msimasu. Ndio ittaqullaha haqqa tuqatihi. Aya hii sahaba ikawaelea ugumu, sema ya Rasulullah, sisi hatuwezi. Ndio ikaja hii fattaqullaha mastata'tum, yani Mwenyezi Mungu wattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, teni Mwenyezi Mungu kiasi mnachoweza. Wasma'u, sikieni yale mnaoamrishwa. Ndio wasma'u, sikieni yale mnaoamrishwa, bihi kwayo, samaa qabul, watiu, toeni Mwenyezi Mungu na mtume. Wanfiqu, toeni fi ta'atillah, toeni mlilivyopewa katika taa ya Mwenyezi Mungu. Khairan li anfusikum, unaweza kaifanya ni bora hayo kwa nafsi. Au wanfiqu khairan, toeni khairi, maana mali pia inaitwa khairi. Toeni khairi kwa ajili ya nafsi zenu. Au hiyo faanfiqu imeishia hapa, toeni katika taa ya Mwenyezi Mungu, toeni mali zenu. Hiyo khairan li anfusikum ni habari ya yakun ambayo imekadiriwa, maana yakun khairan li anfusikum, itakuwa ni khairi kwa nafsi zenu. Unaeleka? Hiyo khairan haiwi ni mafuulu wa ile wanfiqu. Wanfiqu, toeni katika mali zenu kwa ajili ya katika taa ya Mwenyezi Mungu. Khairan li anfusikum, maana yakun khairan li anfusikum, itakuwa ni khairi kwa nafsi zenu. Sema khabaru yakum muqaddara jawabu lil amri. Unaelewa? Wama yuqa shuhha nafsihi, na mwenye kukingwa na ubakhili wa nafsi yake, wanaokingwa na ubakhili wa nafsi zao ndio wama yuqa shuhha nafsi, na wanaokingwa na ubakhili wa nafsi zao fa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu, alfaizun. In tuqridu Allaha, mkimkopesha Mwenyezi Mungu qardhan hasana, kukopesha kuzuri, bian tatasaddaqu an tibi qalbi, kupesha kuzuri ni kule kutoa na hali yako nafsi yako ni nzuri, napendelea, ni njema kabisa. An tibi qalbi, kutokana na wema wa moyo, yani husikitiki, huna hivi, unatoa tu na moyo wako radhi kabisa. Ndio in tuqridu Allaha qardan hasana, mkimkopesha Mwenyezi Mungu kopesha kuzuri, yudhaifu lakum, basi atakuzidisha ukwenu hukukopesha huko. Yudhaifu lakum, atakufanya kawili kwenu nyinyi. Fi qiraati yudhaifu bitashdidi bilwahida, melewa, atakufanya kawili huko ukopesha. Maneno kule kutoa ukampa Mungu, ile ndio kukopesha. Anakaa kwamba umemkopesha Mungu na yeye huko atakukuzidisha, yani wewe ukikopesha moja yeye atafanya 10. Ndio bilwahidati ashara, kwa moja kwa ngapi? Moja kwa moja ngapi? 10. Ndio bilwahidati ashara, kwa moja 10, ndio tadhifu hiyo.
ila 700 mpaka kufikia 700 wa akthar na zaidi hapo. Hiyo moja inaweza ikafikia mpaka 700, lakini kiwango cha kwanza moja ni kwa ngapi? 10. Kwa hiyo inakwenda 10 hivyo 70 700 mpaka 700 mpaka zaidi hiyo moja. Wa yaghfir lakum, na atawasamehe ma yasha, anayotaka. Wallahu shakurun halim, Mwenyezi Mungu ni Mungu wa kushukuru mpole. Ndio Allahu shakuru, Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru. Manake mujazin ala taa, ni mwenye kulipa juu ya taa aliyoifanya mtu, ndio shakuru, anashukuru. Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru, maana mwenye kulipa juu ya taa. Halimun, ni mpole. Fil iqab, katika kuadhibu. Ala almaasiya, juu ya maasiya. Alimun, alimul ghaib, mjuzi wa yaliyojificha. Alimul ghaib, mjuzi wa yaliyojificha. Asir wa shahada, na yaliyokuwa hadhir. Alalani, alaziz, alhakim, mwenye kushinda katika ufalme wake. Alhakim fi sunni, mwenye hikima katika matengenezo yake, katika matendo yake. Eka na wallahu shakurun halim, Mwenyezi Mungu ni mwenye wa kushukuru mpole. Alimul ghaibi, mjuzi wa aliyokuwa mbali. Wa ghaibu, ndio yale yaliyojificha. Wa shahada, na yaliyokuwa hadhiri. Alalani, alazizu fi mulki, mwenye kushinda katika ufalme wake. Alhakim fi sunni, mwenye hikima kubwa katika matendo yake. Tashiria hapo. Wallahu wa rasuluhu a'lam.